Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa ambazo ameendelea kuzifanya ndani ya taifa letu, hususan katika sekta hii ya ujenzi. Tumeona miradi yote mikubwa ambayo ilikuwa imeachwa anaendelea kuipatia fedha kuweza kuhakikisha kwamba inakamilika. Hongera sana Mheshimiwa Rais. Lakini pia nimpongeze Mheshimiwa Waziri kaka yetu Abdallah Ulega Baba Tulia kwa kupewa nafasi ya kuwa waziri wa wizara hii ya ujenzi. Mheshimiwa Waziri, umepewa wizara hii kubwa na nzito, lakini pia umezaa mtoto, umempa jina la spika wetu Tulia Ackson. Hemu linda hadhi ya hilo jina na hii wizara yenyewe jinsi ilivyo kubwa. Mheshimiwa anasema hivyo kwa sababu hapo awali wizara hii alipewa Mheshimiwa Mbarawa. Mheshimiwa Mbarawa wakati akiwa waziri alituahidi sisi watu wa Manonga, hususan wilaya Igunga, kutupa kilomita 10 za mwanzo kwenye barabara ya Choma Ziba kwenda Nkinga mpaka pale Puge mwaka ule wa bajeti, na alisimama hapa mbele ya Mheshimiwa Spika akasema kwamba tunawapa watu wa Manonga kilomita 10 pamoja na Mheshimiwa Kigwangara. Sasa Mheshimiwa baadaye akawa ameweza kuondoka waziri ule. Kaja waziri mwingine anaitwa Mheshimiwa Bashungwa, na yeye akasimama kwenye hiyo wizara mwaka unaofuatia, na yeye tukamwambia barabara yetu tupe fedha, na yeye kwenye wizara yake hiyo hiyo ya wizara ya ujenzi akasimama kwenye ile bunge akatuahidi kwamba atatupa naye kilomita 10 kwenye hiyo barabara ya Choma Ziba. Sisi tukajua sasa manake 10 za Mbarawa, 10 za Bashungwa, manake tunaenda kutengeneza kilomita 20 katika barabara yenye urefu wa kilomita 109. Namuona Mheshimiwa Waziri Bashungwa anatikisa kichwa kwamba zilikuwa ni kilomita 10 tu, lakini ndio Mheshimiwa Spika, barabara ile ina urefu wa kilomita 109. Sasa kama wewe unatupa kilomita 10 halafu tena mkatupa 10 mpaka tukamalize kilomita 109, itatumia miaka mingapi? Au bajeti hizi tutazipitisha ngapi mbungeni? Lakini Mheshimiwa Spika na waziri mwaka huu kwenye bajeti yako, kwenye hii umeisoma vizuri sana Mheshimiwa Waziri, mwanzo mpaka mwisho. Sasa wewe umefuta 10 za Mbarawa, wewe umefuta 10 za Bashungwa, sasa wewe umefuta zote na hakuna kitu. Sasa Mheshimiwa Waziri, nataka katika wind up yako hapa utuambie sisi watu wa Igunga, je, wewe utatupa 10 au wewe umefuta zote? Kwamba umefuta za Mbarawa, umefuta na za Bashungwa, na wewe kazi hapo imesimama. Mheshimiwa Waziri, tunataka majibu. Utakapokuja kuenda hapo usisahau, vinginevyo tutashika shilingi hapo kwamba zile kilomita 109 za ujenzi wa barabara ya lami Choma Nkinga, Choma Ziba mpaka Puge kule kwa Mheshimiwa Kigwangara, unatupa 10 au unatupa 20 au unatupa zote 109, Mheshimiwa Waziri. Lakini pia utambue Mheshimiwa Waziri, mmeshafanya usanifu, mmetangaza kazi, mmepata mkandarasi, mkatuambia sasa imebaki kazi ya kusaini. Sasa kama kazi ya kusaini tulitegemea kwenye hii bajeti yako utuambie fedha za utekelezaji wa barabara hiyo ni hizi hapa. Sasa manake yule mkandarasi mliokuwa mnazungumza naye kupatana bei, ina maana mmefuta au imekuwaje, au zoezi hilo la kusaini limeishia wapi? Lakini pia Mheshimiwa Spika, huyu mkandarasi ambaye mlikuwa mmempatia kazi na ambapo tuliambiwa sisi wananchi tutasaini mwezi wa kwanza, Mheshimiwa Waziri Mkuu akaja mwezi wa 3 pale Igunga na Manonga, lakini pia akaenda kwa Kigwangala akasema kazi iliyobakia ni kusaini, kazi ya ujenzi wa barabara ianze. Sasa mkandarasi anasubiri tusaini, leo ni miezi 6 hatujasaini. Leo tunataka tushike shilingi Mheshimiwa Waziri, maana yake kwa utaratibu huu sisi wananchi hawezi kutuelewa. Mheshimiwa Waziri Mkuu anategemewa katika taifa hili awaambie wananchi wa Manonga, awahakikishie watu wa Igunga, aende na Nzega akawahakikishie watu wa Nzega na watu wa Puge kwamba tunachonga barabara hii, na tunaiamini serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan inafanya kazi na fedha inatoa. Tunaomba tupate na sisi fedha. Najua Mheshimiwa Waziri wa Fedha Mwigulu Nchemba anatakiwa naye atupe fedha. Lakini mwisho Mheshimiwa Spika, na kumalizia, kengele imeshagonga. Nakushukuru sana, mimi naunga mkono hoja. Asante sana kunipa nafasi ya kuchangia. Mheshimiwa Abdalla Chaurembo atafuatiwa na Mheshimiwa Isa Jumanne Mtemvu. Mheshimiwa Godfrey Kasekenya Msongwe ajiandae. Mheshimiwa Spika, kwanza nikushukuru wewe binafsi kwa kunipa nafasi,
Lakini la pili ni mshukuru sana rais wetu, mama yetu Daktari Mama Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa na nzuri anayofanya. Lakini la tatu ni washukuru mawaziri wote waliohudumu katika wizara hii katika kipindi hiki cha miaka mitano. Kwa kweli katika kipindi chote hiki cha miaka mitano, mawaziri wote waliopitia wizara hii wamenipa ushirikiano mkubwa sana. Ninawashukuru sana. Mheshimiwa Spika, mimi katika jimbo langu la Mbagala sina deni na wizara hii. Barabara zangu zinazoshughulikiwa na wizara hii ni barabara mbili, barabara inayotoka Kokoto kwenda Kongoe Mwandege. Mheshimiwa Rais amelipa fidia ambayo ilikuwa shida yetu kubwa ya bilioni 16 na milioni 800. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Lakini isitoshe, barabara hii sasa ina mkandarasi na ameshaweka kempi ya kuanza kujenga. Tunatarajia muda wote kuanzia sasa ujenzi utaanza. Lakini pia niwashukuru, nilikuwa muda mrefu napigia kelele barabara ya kutoka Mbande Kisewe mpaka Msongora. Barabara ile imepata mkandarasi na anaendelea na kazi. Lakini Mheshimiwa Waziri, hapa ndio kwenye tatizo. Mkandarasi yule sijui anataka tumfanye nini. Tunazo taarifa ameshapewa malipo yake, lakini kazi haziendelei. Kwa nini? Leo hii amekwenda kutusababishia matatizo makubwa sana kwa watu wa mtaa wa Kisewe. Maji yote ambayo yamekusanyika barabarani kutokana na kulundika vifusi yanatiririka sasa hivi kwa wananchi. Mheshimiwa Waziri, utakumbuka umefanya ziara katika barabara ile na tulikubaliana mpaka mwezi wa 3 barabara hiyo imeisha. Hebu tuombe sana huyu mkandarasi mzungumze naye. Wengine tukianza kuzungumza hapa na tukianza kumwachia Mwenyezi Mungu mambo haya, huyu mkandarasi atakuja kupata matatizo maishani mwake. Tunakuomba sana Mheshimiwa Waziri, unatufahamu sisi wengine makarama yetu, mwambie huyu mkandarasi akasafishe vifusi vyake, aweke lami, amalize kazi. Wananchi wa Kisewe wanaathirika na ile barabara kwa sababu maji yote yanaenda katika mitaa ya watu. Mheshimiwa Waziri, nimalizie kwa kukuomba, hebu fikirieni hii barabara inayotoka sasa Rangi Tatu kuja mpaka Mbande. Barabara inayo lami, lakini barabara imezidiwa sana. Population ya Mbagala imekuwa kubwa mno. Kwa hiyo tunahitaji barabara hii muiweke katika mchakato wa kuweza kuipanua na hatimaye iweze kuwa barabara ya njia 4 au njia 6, na ili mwendo kasi sasa uweze kufika hadi Pugu. Baada ya kusema hayo, naunga mkono hoja. Asante sana na kushukuru sana Mheshimiwa Spika. Asante sana. Mheshimiwa Issa Jumanne Mtemvu atafuatiwa na Mheshimiwa Godfrey Kasekenya Msongwe. Mtoa hoja ajiandae.